Msalaba wa Yesu unakupa uhalali wa kusaidiwa na Mungu, ili uweze kutoka kwenye umaskini wa kimfumo au unaotokana na mifumo. Msalaba wa Yesu unakupa uhalali wa kusaidiwa na Mungu, ili uweze kutoka kwenye umaskini wa kimfumo au unaotawaliwa na ufumo. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9 anapotuambia ya kwamba tunaijua neema yake kwa jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Anazungumza kitu cha msalaba, lakini tizama kwenye ile sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Nikuonyeshe mambo machache hapa, alafu tutakwenda kwamba Mwanzo 3 mstari wa 18 na 19. Hii ni sehemu ya adhabu ambazo alikuwa anapewa Adamu kwa sababu ya kuasi. Anasema hivi, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Nitaka uone hivyo vipengele. Sasa linganisha na Mathayo 27 mstari wa 29. Mathayo 27 mstari ule wa 29. Mathayo 27 mstari wa 29 unasema, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kwa mtu ambaye anatizama kilichokuwa kinafanyika kile kipindi Yesu anasulubiwa, kuna vitu ambavyo unahitaji kuvitazama kimaandiko. Vilikuwa vinaashiria vitu ambavyo anaenda kufanya msalabani, na kimoja wapo ni taji ya miiba kichwani. Walipokuwa wanamvika taji ya miiba kichwani, kwa sababu pale msalabani hakuenda kutembea, alikuwa anaenda kuchukua vile vitu ambavyo tunavyo na sio vya kwake, na alikuwa anaturudishia na kutengeneza mazingira ya kuturudishia vitu ambavyo vilikuwa vya kwetu, lakini dhambi katunyang'anya. Daka vizuri. Kwenye msalaba ni mahali pa exchange program. Ndio maana kama huna kitu cha kubadilishana, thamani ya msalaba inakuwa haina. Lazima uwe na kitu mbadala ambacho singetaka. Una dhambi, unaenda pale, anakupa utakatifu wake, anachukua dhambi zako. Una uovu, anachukua uovu wako, anakutia nguvu na kukusaidia. Alichukua magonjwa yetu. Maana ni kwamba sasa una uhalali wa kupeleka magonjwa yako, maana yalishachukuliwa. Kwenye msalaba kuna nafasi ya kuchukuliwa hayo magonjwa. Tunaenda sawa sawa. Kama unaamini ya kwamba alichukua magonjwa yako, alichukua na dhambi, itakuwa tabu sana ukishindwa kuamini kwamba alichukua umaskini pia. Kwa sababu ni msalaba huo siku hiyo hiyo, masaa yale yale. Sasa kitu kilichokuwa kinatokea hapa, walipokuwa wanamvika taji, Mungu alikuwa anaonyesha ya kwamba pia kwenye msalaba anashughulika na swala la umaskini wa kimfumo. Ndio maana hawakumpa tu mwiba, walimwekea taji ya miiba, alafu wakapiga magoti wakimweleza juu ya kwamba wewe ni mfalme wa Wayahudi. Okay, tumia neno mfalme. Mfalme maana yake ni yeye anayetawala watu kwa kutumia mfumo wa kifalme. Ufalme ni eneo, ufalme pia ni mfumo. Ufalme ni utawala wenye mipaka maalum. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozungumza kwamba itakuzalia miiba, maana yake utaishi na kupata
chakula chako kwa shida. Ndio maana anaongeza na kuambia utakula kwa jasho. Anaozungumzia jasho sio ile jasho ambalo tunalitoa kwa ajili ya mwili kupumua, sio hilo. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko, kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 28 ule mstari wa 13, anazungumza, anasema nitawafanya nyinyi kuwa vichwa, hamtakuwa mikia. Hazungumzii kuwa namba 1 au kuwa namba mwisho. Anazungumzia juu ya kuishi kwa kutumia fikra. Anarudisha tena uwezo wa fikra kichwani. Anarudisha tena uwezo wa kufikiri kwa namna ambavyo unaweza ukaprocess yale mawazo Mungu anayotaka, na hiyo ndio itakayokupa namba 1. Anakuambia atakuweka juu, hata kuweka chini tena. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema kama Kristo amefufuka, tufikirie yeye aliyo juu kule aliko. Maana yake kuna fikra ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako, ambazo zitakusaidia kufikiri zaidi ya wenzako wanavyofikiri. Maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo wakati wao wako hapo, wewe uko hapa. Wakisogea hapo, wewe uko hapa. Kila wakisogea, wewe uko hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna aina ya mawazo unayopokea ambayo hawajayaona wala kuyasikia, wala jicho halijawahi kusikia wala kuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukisoma namna hiyo, ndani yako inatosha kukuwekea furaha ya kwamba ndani ya msalaba kuna uhalali kisheria, kwa sababu mifumo inafanya kazi kisheria. Una uhalali wa kwenda kwenye msalaba kwa ajili ya kupata msaada wa kushughulika na mifumo ile ambayo imekamata fikra zako zisisogee kiwango fulani, kwa sababu mifumo inatengeneza mpaka namna ya kufikiri. Kesho tutaangalia kwa undani kidogo, lakini nitaka upate hii picha. Sasa unisikilize kitu ambacho watu wanakwamba ile kwamba Mungu kakupa uhalali haina maana atakulazimisha kutumia msalaba. Haina maana atakulazimisha. Ni sawa vile vile tunakwambia pale msalabani Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Peleka dhambi zako, anachukua, anakupa utakatifu wake, anakupa nafasi ya kuzaliwa mara ya pili, lakini hawezi kukulazimisha. Ile kwamba una bafu nyumbani kwako haina maana unaoga. Ndio maana si kila Mkristo anayesema ni Mkristo anakubali kuokoka. Kwa nini? Kawekewa bafu yenye damu ya Yesu, anaisifia tu lakini haogi. Anaisifia kweli, anaufagilia msalaba jinsi ulivyo mzuri, lakini hakuna siku anapiga magoti chini yake ili kupokea kutoka kwa Bwana. Mungu hawezi kukulazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimeanza namna hii? Ili upate kujua hata umaskini hawezi kukulazimisha kuupeleka msalabani. Anakutengenezea uhalali. Anapokutengenezea uhalali, kuna kitu lazima kitoke ndani yako. Wana wa Israeli walikaa miaka 400 kule Misri. Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakuja kuwachukua miaka 400 ikifika. Lakini walitoka baada ya miaka 430. Kwa hiyo kulikuwa na miaka 30 wanapambana na fikra zao, waondoke au wasiondoke. Unasema unajuaje? Ni kwa sababu hawa watu walipokuwa wanamuomba Mungu awatoe kwenye shida yao ya kiuchumi kazini, hawakuwa wanaomba waende Kanani. Walikuwa wanamuomba Mungu akarabati kule ndani. Lakini akakumbuka agano, kwamba nyakati hizi za agano msaada wao wa uchumi hauko kwenye ile eneo. Lazima niwatengenezee eneo ambalo litakuwa na mfumo ambao utakuwa una uhuru wa kuwasaidia wao. Anajitengenezea taifa. Kwa hiyo haikuwa kitu rahisi sana. Tunasoma sura chache tu pale. Musa akaenda, baada ya muda wakaanza kuondoka. Lakini sio kitu chepesi namna hile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na Mungu anapokuja na neno lake, inategemea uko wapi. Akianza kwenye uchumi, ataingia moyoni mwako. Akifika moyoni mwako, uwe na uhakika atazungumza na wewe pia kitu cha uchumi. Huwezi kutenganisha hivi vitu.
Ngoja nikupe mfano huu. Mnamkumbuka mtu mmoja anaitwa Simon Petro. Yesu alipoamua kumuita kwa ajili ya utumishi, angalia kitu alifanya. Akamfuata Galilaya asubuhi. Saa hiyo ndio wanasafisha nyavu zao, na siku hiyo hawakupata samaki. Petro na wenzake hawamjui Yesu ni nani. Sasa angalia, zilikuweko boti nyingi pale. Kitu gani kilimfanya Yesu aende moja kwa moja kwenye boti ya Petro? Alafu angalia, hakuzungumza naye juu ya roho yake kwanza. Akamwambia, naomba boti niitumie kuzungumza nao watu. Sasa huyu jamaa alikuwa anaosha nyavu, anawaza nyumbani nitapeleka kitu gani. Haikuwa chepesi, amelala usiku kucha hajapata kitu. Alafu ghafla anatokea jamaa hapa, anataka kutumia boti kwa ajili ya kuhubiri. Lakini ndani yake akaona tu, wacha tu amsaidie. Yesu akapanda ndani ya boti, akasukuma mpaka mahali, na lazima alikaa pale akimshikilia, akiongea na watu wengi. Akaongea. Alipomaliza kuongea, angalia kitu alichosema. Shusha nyavu upande huu, shusha nyavu upande huu, shusha nyavu upande huu. Kasome Biblia yako. Unaona kabisa Petro alisita. Alafu akamweleza kusita kwake. Tumehangaika usiku kucha hatujapata samaki hapa. Na kufuatana na utaalamu alionao, asubuhi samaki wameshaenda chini, hawezi pata samaki. Alafu angalia, akasema, ila kwa neno lako. Kamsikia wapi? Saa ile akiwa ndani ya boti. Ila kwa neno lako. Kwa lugha nyingine, kuna kitu kwenye neno ukisema ambacho nimekisikia kwenye moyo wangu, ngoja nifuate neno lako. Akashusha nyavu. Aliposhusha nyavu, akapata samaki wengi sana, kiasi ambacho akaita na boti ya pili, zote zikajaa. Sasa angalia, Petro alisemaje? Ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Aliyemhubiria juu ya dhambi nani? Kwa nini alisema namna hiyo? Ni kwa sababu kile kilichosaidia kuondoa tatizo la uchumi ndicho kinachosaidia kuondoa tatizo la dhambi. Ni msalaba huo. Ndani ya neno linalohusu uchumi wako utakutana na Yesu pia, na kwenye neno ambalo la msalaba utakutana na kitu cha uchumi na kitu cha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakueleza kitu cha namna? Nakueleza ili uweze kuelewa. Kama vile unavyojifunza kuweka wakfu moyo wako na kuukabidhi kwa Bwana. Kabidhi biashara yako, kabidhi mahali ambapo unafanyia kazi, kabidhi uchumi wako kwa Bwana, ili Mungu aweze kuushikilia, kwa sababu akiingia mle ni sawasawa na Yesu kuingia kwenye boti. Bwana Yesu asifiwe.